Je, ukianza kula samaki kila siku kuanzia leo, unafikiria nini kitatokea mwilini mwako baada ya siku 30? Je, ngozi yako itaanza kung'aa? Ubongo wako utafanya kazi kwa kasi zaidi? Moyo wako utaanza kuwa na afya bora? Au kuna hatari ambazo watu wengi hawazijui? Wataalamu wa lishe wamekuwa wakisema kwa miaka mingi kwamba samaki ni miongoni mwa vyakula vyenye afya zaidi duniani. Lakini watu wachache sana wanajua jinsi samaki wanavyoweza kuathiri kila sehemu ya mwili wako, kuanzia ubongo, macho, moyo, ngozi, misuli hadi mfumo wa kinga. Na jambo la kushangaza zaidi ni kwamba baadhi ya mabadiliko yanaweza kuanza kuonekana ndani ya wiki moja tu. Leo tutafuatilia safari ya mtu aliyekula samaki kila siku kwa siku 30 mfululizo na kuona nini hasa kinatokea ndani ya mwili wake. Hakikisha unabaki hadi mwisho, kwa sababu nitaeleza kosa moja ambalo watu wengi hufanya wanapokula samaki, na kosa hilo linaweza kupunguza faida zote wanazotarajia kupata. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Samaki ni nini? Kabla hatujaanza safari ya siku 30, ni muhimu kuelewa kwa nini samaki ni chakula cha kipekee. Samaki wamejaa protini za hali ya juu, omega 3 na fatty acid, vitamin D, vitamin B12, selenium, iodine, zinki na potassium. Virutubisho hivi vinafanya kazi pamoja kuboresha afya ya mwili kwa njia ambazo watu wengi hawazifahamu. Kwa kweli, baadhi ya wataalamu huita samaki superfood ya asili. Lakini sasa tuanze kuona nini kinatokea siku baada ya siku. Siku ya kwanza hadi siku ya 7, ubongo wako unaanza kupata nguvu mpya. Baada ya kuanza kula samaki mara kwa mara, mojawapo ya viungo vya kwanza kufaidika ni ubongo. Ubongo wa binadamu una mafuta mengi sana, na sehemu kubwa ya mafuta hayo inahitaji omega 3 ili kufanya kazi vizuri. Omega 3 husaidia mawasiliano kati ya seli za ubongo, kumbukumbu, umakini na uwezo wa kujifunza. Ndiyo maana baadhi ya watu wanaokula samaki mara kwa mara hulipoti kuwa wana uwezo mzuri zaidi wa kuzingatia kazi zao. Je, umewahi kuingia chumbani alafu ukasahau ulichoenda kufanya? Wataalamu wanaamini omega 3 ina mchango mkubwa katika kusaidia ubongo kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Jambo la pili, moyo wako unaanza kulindwa. Wakati ubongo unanufaika, moyo wako nao unaanza kupata faida. Magonjwa ya moyo ni miongoni mwa visababishi vikuu vya vifo duniani, lakini tafiti nyingi zinaonyesha kuwa watu wanaokula samaki mara kwa mara nyingi huwa na afya bora ya moyo. Sababu ni kwamba omega 3 inaweza kusaidia kupunguza uvimbe mwilini, kuboresha mzunguko wa damu, kupunguza mafuta mabaya kwenye damu na kusaidia kudhibiti shinikizo la damu. Kwa hiyo, kila samaki unayokula unaweza kuwa unaipa moyo wako msaada mkubwa zaidi kuliko unavyofikiria. Siku ya 8 mpaka siku ya 14, ngozi yako inaweza kuanza kubadilika. Hebu fikiria hii. Unaamka asubuhi, unaangalia kwenye kioo na unaona ngozi yako inaonekana yenye afya zaidi kuliko kawaida. Hii inaweza kutokea kwa baadhi ya watu wanaokula samaki mara kwa mara. Omega 3 husaidia ngozi kubaki na unyevunyevu, kupunguza ukavu, kupunguza muwasho na kuboresha muonekano wa ngozi. Watu wengi hutumia fedha nyingi kununua vipodozi, lakini wakati mwingine siri ya ngozi nzuri inaweza kuanza jikoni. Nywele na kucha. Virutubisho ndani ya samaki vinaweza pia kusaidia afya ya nywele na kucha, kwa sababu mwili unapata protini za kutosha. Unaweza kusaidia nywele kuwa imara, kucha kuwa ngumu zaidi, kupunguza kuvunjika kwa nywele.
Ingawa si kila mtu ataona matokeo makubwa ndani ya siku 30, mwili huwa tayari umeanza kupata malighafi maalumu. Siku ya 15 mpaka siku 21, macho yako yanaanza kuwa na afya bora. Leo watu wengi hutumia simu kwa saa nyingi. Wengine hutazama kompyuta siku nzima. Matokeo yake ni uchovu wa macho, ukavu wa macho, kuwashwa kwa macho. Omega 3 iliyopo kwenye samaki ni muhimu sana kwa afya ya retina. Retina ndiyo sehemu inayokuwezesha kuona. Ndiyo maana watu wanaokula samaki mara nyingi huwa na afya bora ya macho kwa muda mrefu. Nishati inaongezeka. Je, huwa unajisikia mchovu hata baada ya kulala? Inawezekana mwili wako unahitaji virutubisho muhimu zaidi. Samaki wana vitamini B12 nyingi. Vitamini hii ni muhimu kwa utengenezaji wa damu, mfumo wa neva, uzalishaji wa nishati. Baada ya wiki kadhaa, baadhi ya watu huanza kuhisi wana nguvu zaidi kuliko hapo awali. Siku 22 hadi 30, misuli inaanza kunufaika. Samaki ni chanzo bora sana cha protini. Protini ndiyo matofali ya kujenga mwili. Bila protini ya kutosha, misuli hudhoofika, mwili hupona polepole, nguvu hupungua. Lakini unapokula samaki mara kwa mara, mwili hupata malighafi za kujenga misuli na hupona vizuri baada ya mazoezi. Lakini pia husaidia kuhifadhi nguvu za mwili. Ndiyo sababu wanamichezo wengi hupenda kula samaki mara kwa mara. Kinga ya mwili inaimarika. Kila siku mwili unapigana na mamilioni ya bakteria na virusi. Samaki wana selenium, zinki, vitamini D. Virutubisho hivi ni muhimu kwa mfumo wa kinga. Mfumo wa kinga ukiwa imara, mwili huwa na uwezo mkubwa kujilinda dhidi ya maambukizi mbalimbali. Kitu cha kushangaza baada ya siku 30. Baada ya mwezi mmoja wa kula samaki mara kwa mara, baadhi ya watu wanaweza kugundua umakini mkubwa zaidi, afya bora ya moyo, ngozi yenye afya, nguvu zaidi, misuli bora, macho yenye afya, mfumo bora wa kinga. Lakini kumbuka, samaki si uchawi. Faida hizi huonekana zaidi ikiwa pia unakunywa maji ya kutosha, unalala vizuri, unafanya mazoezi, unakula mboga pia pamoja na matunda na mlo ulio balance, yani balanced diet. Onyo muhimu ambalo watu wengi hawajui. Sasa tufike kwenye sehemu muhimu sana. Kula samaki si jambo baya. Kula samaki ni jambo jema. Lakini kula aina zisizo sahihi kila siku si jambo jema. Baadhi ya samaki wakubwa wanaweza kuwa na kiwango kikubwa cha zebaki pamoja na mercury. Kiwango kikubwa sana cha zebaki kinaweza kuwa na madhara kwa afya. Ndiyo maana wataalamu hupendelea zaidi dagaa, sato, sardini, salmon, tilapia na kupunguza samaki wakubwa wanaojulikana kuwa na zebaki nyingi. Katika mada zinazofuata tutachambua kwa undani kuhusu samaki kwenye zebaki nyingi na samaki ambao ni salama kwa afya. Njia bora ya kula samaki. Ikiwa unataka kupata faida nyingi zaidi, oka, chemsha, choma, pika kwa mafuta kidogo sana. Epuka kukaanga sana kwa sababu mafuta mengi yanaweza kupunguza baadhi ya faida zake kiafya. Kwa hiyo, nini hutokea ukila samaki kila siku kwa siku 30? Mwili wako unaweza kuanza kupata omega 3 zaidi. Ubongo unaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Moyo unaweza kulindwa zaidi. Ngozi inaweza kuonekana yenye afya zaidi. Misuli inaweza kupata protini bora na kinga ya mwili inaweza kuimarika. Lakini kumbuka, afya njema inatokana na chakula kimoja pekee. Inatokana na mtindo mzima wa maisha. Sasa niambie kwenye maoni, wewe unapenda kula samaki wa aina gani? Na kama ungepewa nafasi ya kula samaki kila siku kwa siku 30, ungeweza kufanya hivyo? Usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.